Ibrahim ajibu migongo. Pasi ndefu na imefika ile kwa Ramadhani Jafar Feruz. Wanaachiana na Mambungu, amewekewa Ramadhan Feruz. Jafar anaingiza ndani ya box lakini wanakataa Bandari. Bado amepambana Sagwe, anaweka Akram Muhina Omar. Bao la kuongoza kwa upande wa KMC na anauliza nini, kulikoni? Ndani ya bara anafanya kazi chini ya mikono ya Abdallah Bares. Walicheza nzuri sana hii Ramadhan Jafar Feruz na Kena Ali Mambungu, tazama, na ikaingizwa vipas ambayo hawakujihakikishia ulinzi kiasi cha kutosha Bandari. Na hapa Akram Muhina Omar akamwambia ngoja tuoneshe daraja tulilopo. Wanapata bao la kuongoza. Alidhani angeweza Switback Chaz Amlima kupambana na Akram Muhina Omar, lakini haikuwa rahisi kama ambavyo alidhani ingekuwa. Bandari, lakini KMC anauweka chini. Kene Ali Mambungu amekata kibao kule na yupo katika nafasi ya kuweza kufanya jambo. Ameseti cross ile, Msonga kamba ya pili, wanaandika KMC na si Masudi Msonga. Na ni wakati ambao wachezaji wa Bandari wanashauriana na mwamuzi, labda wanamwambia alikuwa katika eneo ambalo si rafiki kwa mujibu wa sheria 17 za kabumbu. Ndiye aliyetoa cross. Mudathir Nasr Khalid amehusika katika mabao yote kwa namna moja ama nyingine, hakutaka kufanya uchoyo. Kwenda kuandika bao la pili. KMC moja tu. Hii maana yake nini? Jaza mpira ndani ya box yule, inaweza kuwa nafasi ya Bandari, lakini mwamuzi anafunika mkwaju wa penalty. Ramadhani Kayoko amefunika mkwaju wa penalty. Wangali chini wachezaji wawili na wameenda haraka kuangalia hali ya mchezaji wa Bandari ikoje, na wanapata mkwaju wa penalty. Ni ishara ya kwamba wanafanya mashambulizi sana Bandari, licha ya kuwa hawakupata bao. Wamegongwa kichwa, mpira ulikoswa kabisa. Kulikuwa hakuna namna ambayo Kayoko angeweza kusema hakuna penalty hapo. Aliukosa mpira mchezaji wa KMC, akaenda kulukia ndosi ya mwenzake. Yule aliyefunga bao la pili kwa upande wa KMC ndiye ambaye amecheza foul. Hawa ni mashabiki waliojitokeza hapa KMC Complex kuja kushuhudia boli. Golikipa Hamis Yasin Athman anafanya kuzoea mpira ambao utakwenda kutumika katika mkwaju wa penalty unaokwenda kupigwa dhidi yake. Ramadhan Haruna Shamte yuko pale, yuko tayari kwa ajili ya kupiga mkwaju huu wa penalty. Shamte wanapata bao Bandari. Ndio wakati ambao walimhitaji zaidi Ramadhani Haruna Shamte. Tatizo lilianzia hapo, mwamuzi akasema ni mkwaju wa penalty. Haruna Ramadhan Shamte akasema anaipiga hivi. Jitihada za Hamis Yasin Athman hazikufua dafu mbele ya ufundi wa Shamte. Anaiweka pasi ya kiufundi kwa Hans Masudi Msonga. Msonga anaingiza cross ile, anaweka bao zuri. Juma Mwita Sagwe anaiandikia bao la tatu KMC. Lakini pengine ungezoea kushuhudia vitu kama hivi ligi kuu Tanzania, ambako kuna mechi nyingi na ushindani ulilotukuka. Cross nzuri, lakini what a finish kutoka kwa Juma Mwita Sagwe. Utasifu aliyempa pasi Msonga, utasifu pasi ya Msonga, lakini utampa heshima yake Juma Mwita Sagwe kuifanya pasi ya Msonga kwa assist. Wako ndani ya box Bandari, nini watapika hapa? Haya, nafasi nyingine tena, amechukua nzuri, weka kamba ile. Wow, mabao ya ajabu na mazuri kuyasema yanashuhudiwa katika mchezo huu. Fred Moses Mwamakula anawala KMC kwa staili yake. Mashabiki wa Bandari wanapunga mikono. Hicho kimefanywa na Fred Moses Mwamakula. Mpira mrefu aliuzima mwenyewe akauseti, ikawa ni kama amesetiwa mpira ule, lakini ilikuwa ni chenga
ambayo ikazaa assist kutoka kwa Martin Christopher Remjus. Anawekwa bao safi hapa. Amepiga mpira mbali akimchungulia golikipa. Oh yes! Wana level scoreboard. Fred Moses Mwamakula anatambulisha standard ya mshambuliaji ambaye ni wa kuchungwa na hatari. Ana level scoreboard. Anawapa mtihani KMC. Hamini kilichotokea Messi Hussein Athman. Wanakuwa surprised. KMC wanazama kwenye kina kirefu cha bahari. Wanazama kwenye kina cha bahari ya Hindi ya Mtwara. Alichunguliwa golikipa. Ni hesabu ngumu na za ufundi kiasi gani kupiga mpira katika umbali ule, baada ya kugundua golikipa yupo, na ni pasi ambayo aliitoa yeye mwenyewe. Akasema jaribu, siweki gadi, tuma ngumi kama inanimaliza. Je, mikwaju ya penalti itatoa kibari kwa nani kusonga mbele? Azizi Hashimu Kambi yuko kwenye tafakari kubwa. Je, Mutombora mabadiliko yake atakuwa na tija kwa KMC? Fabien Mutombora ametambulishwa mchezoni kwa ajili ya mikwaju ya penalti bila shaka. Wa kwanza kupiga penalti ni Oscar Adam Paulo. Oscar Adam Paulo, penalti ya kwanza wanapata. Penalti ya kwanza wanapata KMC. Alipotezwa kabisa golikipa. Je, Faisal Rajab Abdalla atafanya maajabu? Faisal Rajab Abdalla ameiweka kwenye kamba ile. Aliipeleka mbali, lakini kwa uhakika zaidi. Ule mzani wa idadi ya penalti ambazo zimepigwa, ikiwa zimepigwa 2, moja ya KMC na moja ya Bandari. Golikipa alijitahidi kuifuata lakini hakufanikiwa. Ni kule kule ambako alielekeza mpira mpigaji wa mkwaju wa kwanza Oscar Adam Paulo. Ibrahim Ajibu Migomba ndiye anayekwenda kudili na penalti ya tatu katika mchezo wa kuitwa Ibrahim Ajibu, kwamba mimi ni mahiri wa mipira ya kutenga, lakini anakwenda kumpa mkono wa fair play, kwamba ongera, umefanya jitihada za kufuata lakini hukufanikiwa. Huu ndio uungwana. Niliutuma mpira ukaufuata lakini umeshindwa kuchukua, akaenda kumpa ongera. Aliyowafikisha hapa Mwamakula ndiye ambaye anakwenda kupiga penalti sasa, ya kuamini kwamba huyu ametuleta hapa kutupotezea muda. Mwamakula, easy but fantastic. Fred Moses Mwamakula ameweka chuma 2 kwenye mchezo huu. Alifunga bao la pili na la tatu. Kati bao la kwanza alifunga Ramadhani Haruna Shamte kwa mkwaju wa penalti. Sagwe anakwenda kupiga penalti. Juma Mwita. Sagwe amechezewa penalti yake. Oh my goodness. Hey, inachanganya kiasi gani? Penalti ya kwanza inachezwa katika uwanja wa KMC Complex kwenye mchezo huu. Raundi ya pili, golikipa alidash, aliyechanganyikiwa akawa ni mpigaji Sagwe. Aliyefanikiwa kwenye hili akawa ni golikipa Azizi Hashimu Kambi. Aliyefanyiwa sabu Fabien Mutombora kwa upande wa KMC bado hajafanya hiki ambacho amekifanya Kambi. Hajafuta penalti, labda atajibu. Nizamu ya Kaswa aliingia kuchukua nafasi ya Sweetbat Charles. Danford Moses. Kaswa, oh my goodness, ameibaisha. Imeenda mbali mno. Ameona wivu Sagwe kukosa, akaona na faidi mno, naye ameona akose. Wanakuambia penalti ya kuinua juu inatakiwa uwe mahiri mno wa vipimo. Ni aina ya penalti ambayo imewashinda wengi. Anakwenda pale kupiga
penalty. Kevin Tondi Magono, Kevin Tondi Magono, yes we ameipeleka kubaya zaidi. Mungu wangu, Tondi Junior, kama tayari walikuwa wameshakosa pande zote mbili, alikuwa ana jukumu la kuhakikisha kwamba, na hakuwa na lengo la kuinua ile penalty, lakini alipiga katika namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuamini, imemsumbua akili. Ni kama heri na nizamu. Haya, tafanya nini? Piga penalty ile, imekaa kwenye kamba easy. Aliingia kuchukua nafasi ya Pascal John Kibandula. Wapigaji wengi wa penalty katika hatua hii walikuwa wametokea bench, ni kama walichungulia timu zote mbili. Yupo mtu amekaa sasa anatafakari, anasema masikini KMC wametoka, lakini bado ila kutenga ule Mutombora ndiye ambaye anakwenda kupiga, hajadaka penalty hata moja. Amesema basi walau akapige, anaweza kufanya jambo. Fabien Mutombora amechezewa penalty yake, na wanakwenda hatua inayofuata. Bandari wanakwenda hatua 32 bora, anakuwa ni Shujaa goalkeeper, amefuta penalty mbili. Wanakwenda katika raundi ya 3 ya michuano ya kombe la shirikisho CRDB 2025-26. Wamechinjiwa nyumbani KMC, wameleta kina kirefu cha bahari katika uwanja wa KMC Complex. Fabien Mutombora alitambulishwa mchezoni aiokoe KMC, lakini amekuja kuibeba Bandari Tanzania. Wanasonga mbele Bandari. Fabien Mutombora shughuli yake imeishia hapo, na hili ndio jukumu kubwa ambalo alitambulishwa pengine mchezoni kulifanya. Kama si kuzuia penalty basi angefunga, lakini yote hajaweza kuyafanya. Kombe la shirikisho CRDB 2025-26, dakika 90 zikaenda 3-3, lakini mikwaju ya penalty wakapata 3 Bandari, lakini wakapata 2 KMC. Ikawa ni mwisho wa safari yao katika hatua hii.